ujenzi wa msingi. Awali ya yote, kama ilivyo kwenye maeneo mengine, tunaona kazi kubwa ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Hata hapa Bukombe tunaona jinsi ambavyo kuna fedha nyingi, lakini sasa kwa kuwa wao hawakuwa na ofisi ya kisasa, inaonekana mwaka huu Mheshimiwa Rais kwenye bajeti yetu ilipitishwa kwamba jengo hili lijengwe, na tunaona utekelezaji wake. Kamati imefika na imejionea, na kwa sababu hizi ni hatua za awali, kamati imeridhishwa kwamba ujenzi umeanza. Wito wetu kwa mkandarasi ni kuheshimu mkataba wake na kuhakikisha kwamba jengo linakamilika kwa wakati, ili wananchi waendelee kupata huduma kama ambavyo Mheshimiwa Rais alikuwa amekusudia. Lakini jambo la pili, tuchukue fursa hii kwa kweli kumshukuru Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu Mheshimiwa Doto Biteko, ambaye pia ni mbunge wa jimbo hili, kwa kazi ambayo kubwa anaifanya, sio kwa Bukombe tu, lakini pia kwa nchi nzima, katika kumsaidia Mheshimiwa Rais kwenye kutekeleza majukumu yake. Sisi tumeona kwamba pamoja na kwamba ana hayo majukumu, lakini hajasahau jimboni kwake, na ndio maana utekelezaji wa ujenzi wa jengo kama hili unaendelea, na miradi mingine mingi ambayo Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu anaendelea kuisimamia na kuleta kwenye jimbo lake. Kwa sisi kama wabunge wenzake tunamtakia pia heri katika majukumu yake, lakini pia hata katika uchaguzi ujao tunaamini wana Bukombe mnaona mchango wake katika taifa, na kwa mtaendelea kumuunga mkono ili aendelee kulitumikia taifa letu. Na bila shaka mnajua jinsi ambavyo yeye ni muhimu, sio kwa Bukombe tu, lakini pia kwa nchi yetu kwa ujumla, kwa sababu ni kiongozi wa kitaifa na nyinyi mnafahamu. Kwa hiyo nyinyi uchaguzi wenu sio wa kwenu nyinyi tu, pia unawagusa wananchi wengine ambao wananufaika na huduma zake. Na kwa hiyo tunaamini kwamba mtaendelea kumwenzi na kumlinda ili aendelee kulitumikia taifa hata katika kipindi kijacho. Lakini la mwisho, wana Bukombe tunafahamu, natambua kazi kubwa ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, na mnajua kwamba yeye ndiye mgombea kupitia Chama cha Mapinduzi pamoja na mgombea mwenza Dr. Emmanuel Nchimbi, na tunaamini kwenye uchaguzi ujao pia mtaendelea kuwaunga mkono viongozi hao, kwa sababu wametekeleza yale ambayo yanapaswa kutekelezwa, na tunaamini wakiwa kipindi kingine wataendelea kutumikia kwa uaminifu kama ambavyo wamefanya kwenye hichi kipindi kilichopita. Tunapojionea hapa ni mwendelezo wa serikali kujenga majengo ya utawala kwa ajili ya kuendelea kusogeza huduma kwa wananchi, lakini kutengeneza mazingira mazuri ya watumishi wetu kufanyia kazi. Naona hatua imefikia, hatua ya utekelezaji wa mradi imefikia 25%. Kikubwa mimi ninachoweza kusema ni kwamba mkurugenzi na timu yako simamie vizuri hao wakandarasi ili waweze kukamilisha mradi huu kwa wakati, uanze kutumika, uwanufaishe Watanzania wa Bukombe. Ofisi ya mkurugenzi mtendaji baada ya kupokea maelekezo ya ujenzi ilitangaza zabuni kupitia mfumo wa manunuzi yani NeST ili kumpata mkandarasi kwa ajili ya ujenzi huo. Na baada ya zoezi la manunuzi kukamilika, mkataba wa ujenzi ulisainiwa tarehe 4 mwezi wa 3 2024 na mkandarasi Gipco Construction Limited alitakiwa kuanza kazi ya ujenzi. Mradi huu wa ujenzi wa jengo la utawala upo katika kata ya Katente, tarafa Ushirombo, wilaya Bukombe, na chanzo cha fedha ni serikali kuu na unajengwa kwa mfumo wa mkandarasi yani Gipco Construction Company Limited. Mradi huu ulianza rasmi tarehe 11 mwezi wa 12 2024 na unatakiwa kukamilika tarehe 4 mwezi wa 7 2025. Na hadi sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, hakuna ongezeko lolote la muda. Taarifa za kifedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu unagharimu jumla gharama shilingi bilioni 3.497 na hadi sasa fedha zilizopokelewa ni milioni 444,615,610.83. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu umeweza kutengeneza ajira za muda na hadi sasa vijana zaidi ya 26 wameweza kupata ajira kutokana na mradi huu, na idadi inaongezeka kila itwapo leo kulingana na kazi zinavyozidi kuendelea kufanyika.